Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 1. Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya: kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo, Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Iskari na Zabroni na Benyamini na Dani na Naftari na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, aliyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena kukitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Lamesesi. Lakini kwa kadiri ya vilivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba. Kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema, na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwanzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamme, basi muueni; bali ikiwa ni mtoto mwanamke, na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalishaji wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao uzaa kabla mzalishaji hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamme atakayezaliwa
mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi hai. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 2. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbari, ili ajue atakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akanyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama, watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti 7, nao wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji, wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Walipofika kwa Reueli baba yao, akasema, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Wakasema, Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji. Tena zaidi ya hayo, akatutekea maji, akalinywesha kundi. Akawaambia binti zake, yuko wapi basi
mbona mmemwacha mtu huyo? Mwiteni ale chakula. Musa akawaradhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa Musa binti yake Sipora. Huyo akamzalia mwana, akamwita jina lake Gershomu, maana alisema, nimekuwa mgeni katika nchi ya ugeni. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 3. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, nitamwabudu Mungu katika mlima huu. Mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia,
Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenitokea akaniambia, hakika nimewajirieni, tena nimeyaona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema, nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako, nawe utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba, tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani, ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyoosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazozifanya kati yake. Kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda, nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri. Hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu, hamtakwenda kitupu, lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akaye naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawateka nyara wa Misri. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 4. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo uliyo nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadikia kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema,
tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona, au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Akasema, Bwana, nakuomba, tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake, nawe utasema naye na kuyatii maneno ya kinywani mwake. Nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayoyafanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako. Nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake, nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Basi Musa akaenda na kurejea kwa Yethro mkewe, na kumwambia, nipe ruhusa niende na kusii niwarudie hao ndugu zangu walioko Misri, nipate kuwaona kwamba wako hai hata sasa. Yethro akamwambia Musa, haya, nenda kwa amani. Bwana akamwambia Musa huko Midiani, haya, nenda karudi Misri, kwa kuwa wale watu wote waliokutaka uhai wako wamekwisha kufa. Basi Musa akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako. Lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa hao watu waende zao. Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia, mpe mwanangu ruhusa aende, ili apate kunitumikia. Nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angari basi, mimi nitamuua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe.
kwa ajili ya kutahiri. Bwana akamwambia Haruni, nenda jangwani uonane na Musa. Naye akaenda akamkuta katika mlima wa Mungu, akambusu. Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa na Haruni wakaenda wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana aliyonena na Musa, akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 5. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa tuende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapala wao, akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofari kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe, lakini hesabu ya matofari waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeeni hiyo hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, waitaabikie, wala wasiangalie maneno ya uongo. Hao wasimamizi wa watu na wanyapala wao wakatoka wakasema na watu, wakanena, Farao asema hivi, mimi siwapi majani, enendeni wenyewe jipatieni majani hapo mtakapoyaona, kwa maana kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo. Basi hao watu wakatawanyika katika nchi yote ya Misri, ili wapate kukusanya matakataka ya mashamba badala ya majani. Wasimamizi wao wakawahimiza wakisema, timizeni kazi zenu, shughuli zenu za kila siku, kama wakati ule majani yalipokuwapo. Na wanyapala wa wana wa Israeli ambao wasimamizi wa Farao wamewaweka juu yao, wakapigwa wakiambiwa, kwa nini hamkutimiza kazi yenu jana na leo kwa kufanya matofali kama hapo kwanza? Basi wanyapala wa wana wa Israeli wakaenda wakamlilia Farao wakisema, mbona umetutendea hivi sisi watumwa wako? Watumwa wako hawapewi majani, nao wanatuambia, fanyeni matofali, na tazama, watumwa wako wapigwa, lakini kosa hilo ni la watu wako mwenyewe. Akasema, wavivu ninyi, wavivu! Kwa ajili hii mwasema, tupe ruhusa twende kumtolea Bwana dhabihu. Basi enendeni sasa mkafanye kazi, kwa maana hamtapewa majani,
na pamoja na hayo mtaleta hesabu ile ile ya matofali. Basi wanyapara wa wana wa Israeli wakaona ya kwamba wa katika hali mbaya, walipoambiwa, hamtapunguza hesabu ya matofali yenu hata kidogo, ndizo shughuli zenu za kila siku. Wakakutana na Musa na Haruni waliokuwa wanasimama njiani hapo walipotoka kwa Farao, wakawambia, Bwana awaangalia na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watuue. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa? Kwani kunituma mimi? Kwa maana tangu nilipokwenda kwa Farao kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. Neno la Bwana.